Rahmatullahi wa barakatuh, msikilizaji wa Iqra FM 95.0 na karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi cha siku ya leo cha tende ya Ramadhan, tukiwa naye Sheikh Juma Salim ndani ya 95.0. Na hii ikiwa ni awamu ya pili. Kumbuka tu leo Sheikh ametuandalia mada ambayo alishaanza kutuelezea, ambayo inafungamana na mambo utakapoyafanya madhara yake yatakurudia wewe mwenyewe. Na baadhi ya mambo aliyoyataja ni kuhusiana na pale unapofanya vitimbi ama unapofanyia, na pia unapofanya dhulma kwa nafsi yako ama kuwafanyia wengine pia dhulma, na pia masuala ya kuvunja ahadi. Yani masuala ambayo tunakumbana nayo kila siku, na pia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia katika siku ambazo si mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kumbuka tu msikilizaji, kwenye awamu hii ya pili unapata fursa ya kupiga simu kuuliza swali lolote kupitia 0727444454 au 0738648881. Kwa sasa tunaenda kwa Sheikh wetu Sheikh Juma Salim. Ulikuwa unatuelezea kuhusiana na masuala yanayofungamana na kuvunja ahadi. Tayeb. Swala la kuvunja ahadi ni swala ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea sana. Ndio. Kuvunja ahadi manake ikiwa hutekelezi ahadi, wewe ni moja katika sifa ambazo kwamba ni sifa mbaya, sifa za unafiki, ambayo Mtume sallallahu amesema mnafiki ana sifa tatu, na hii ni hadithi kila mtu anaijua. Ya kwanza, kila akizungumza asema urongo, akiaminiwa yafanya khiana, na kila akiahidi hawezi kutekeleza ahadi yake, huvunja ahadi. Na swala la kuvunja ahadi ndio swala ambalo kwamba unaona katika vita vile vya Badri. Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika asbabi nyingi kwamba zilifanya mpaka wakenda katika ile Fatih Makkah, walikuwa kuna mambo wameandikiana. Ile mwaka wa 8 Hijiria, tarehe 18 Ramadhani, katokea ile Fatih Makkah, kwa sababu kulikuwa kuna mkataba wameandikiana wakiwa katika Sulhu Hudaybiyah. Na pia vile vile kuna makabila Mtume aliyafukuza katika mji wa Madina, kabila za Mayahudi. Sababu nini? Sababu ya kuvunja ahadi. Kuvunja ahadi ni kitu kibaya sana. Kwanza cha kufanya chaleta uadui kati ya yule uliyemwahidi na yule mvunjaji wa ahadi. Mtume sallama kama kuna kitu kwamba alikishikilia na akatufundisha sisi ummati wake tukishikilie, ni mtu awe mkweli katika ahadi zake. Ukimwahidi mtu kufanya kitu, fanya. Kwa nini? Kwa sababu innal ahda kana mas'ula. Mwenyezi Mungu asema hakika ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu utakuja kuulizwa. Kwa hivyo ukienda kinyume yake, maana yake unatafuta Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mambo na hutayaweza. Kwa hivyo kutekeleza ahadi ni kitu kwamba chatakikana katika Uislamu, na ndio Uislamu. Na ndio Uislamu. Tukazungumza swala zima la khiana. Nakath tumesema ni kuvunja ahadi, na pia vile vile inaweza kukaribiana na kilma cha kufanya khiana. Khiana maana yake ni amana. Mtu amekuachia amana, wewe ukafanya kinyume chake, ukambunja mwenzako katika zile amana. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhama kutoka Maka kwenda Madina ila alihakikisha, mbali na kwamba wale jamaa watakumua, mbali wale jamaa na uadui na yeye, mbali na yote yale kutaka kumfanyia kila ambayo kwamba ni baya Mtume, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anahama atuonesha mfano mzuri. Hata mtu akakufanyia mambo namna gani, lakini una amana yake, mrudishie. Mtume sallallahu amemwacha Sayyidina Ali katika kitanda chake na amwambia, hii ni amana fulani, hii ni amana fulani, hii ni amana fulani. Ambao Sayyidina Ali ibn Abi Talib kwa yakini yake alipomuuliza, ya Rasulullah, jamaa watakukuua kisha niache mimi mahali pako, akamwambia hawatakudhuru. Basi Sayyidina Ali anasema Mtume aliponiambia hawatanudhuru, mimi nikawa na yakini, kwa sababu hawatanudhuru kwa sababu Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam. Na ameachwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kurudisha amana. Kurudisha amana. Ukiwa na amana za watu, usiwadhulumu watu amana zao, kwa sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukimdhulumu mtu, dhulma ile siku ya kiyama, kama alivyosema Mtume, adh-dhulma inma dhulmu dhulumatu yawmal qiyama, hakika dhulma ni magiza siku ya kiyama. Yule mshairi akasema nini? Mshairi asema, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran fadh-dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadam. Asema usidhulumu idha kunta muqtadir, hata kama una uwezo unatoshana namna gani, usijaribu kumdhulumu mtu haki yake.
fa inna dhulma yarji uqubahu ila nadam, kwa sababu dhulma inarudi mwisho wake ni mbaya, mtu atakwenda kujuta kwa sababu ya kudhulumu mtu. Kama ile hadithi ya Mtume alipouliza maswahaba, mnamjua nani aliyefilisika? Asema ya Rasulullah, aliyefilisika kwetu ni mtu tunajua alikuwa na mali kisha ile mali kaisha. Mtume akasema mimi siulizi hivyo, aliyefilisika ni mtu kwamba alikuwa na amal, lakini akija mbele ya Allah amempiga huyu maana amemdhulumu, amechukua mali ya huyu maana amedhulumu, amemsengenya huyu maana amemdhulumu, ameingilia katika cheo cha mtu, amemsengenya huyu, amemtukana huyu, amemdanganya huyu. Basi huyu, kila mtu anayeshtaki anapewa thawabu, ikiwa thawabu zake yule bwana zimeisha, atakula madhambi ya wale watu, anabandikiwa kama alivyosema Mtume, thumma yuqadhafu fi nar, kisha atupwa mtu. Kwa hivyo dhulma ni kitu kibaya sana, kwamba Mtume sallama hakuwahi dhulumu mtu yoyote maisha yake yote. Kwa nini watu saizi pengine wao watadhulumiana? Kwa nini watu utukue kitu cha mtu bila mwenyewe? Kwa nini ukae uingilie cheo cha mtu uanze kuzungumza fulani ana hivi fulani? Maana zote ni katika anwa'u dhulm, katika sampuli za kudhulumu mtu. Kwa hivyo hizi zote pia khiana ikiwa inaingia hapo ndani. Allah subhanahu wa ta'ala amekemea ndani ya Qur'ani akisema, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, nyinyi mlioamini msijaribu kujifanyia khiana, kufanyia khiana Mungu, kujifanyia khiana nyinyi wenyewe, mkafanyia khiana watu na nyinyi mnajua madhara yake, Allah subhanahu wa ta'ala akituambia. Kwa hivyo haya yote matatu kwamba tumeyataja ni mambo kwamba nataka tuepuke sana, tuwe mbali nayo, hasa wakati huu kwamba tuko ndani ya Ramadhani. Haimaanishi tukisema haswa maana yake nje ufanye, maana yake ile ukubwa zaidi ya shaddu anahi ndani ya Ramadhani, kwa sababu tuko ndani ya ibada. Na nataka somo yako mtu uichunge na kila kitu kwamba itajeruhi thawabu za somo yako. Kweli kabisa. Sheikh wetu, acha tupokee simu moja ndani ya 95.0 Iqra FM. Halo. Assalamu alaykum Radio Iqra. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana kwenye kipindi cha Tende ya Ramadhani. Una swali lipi? Ni Ramadhani mbogo sasa. Ndio. Jambo la mwanzo, nashukuru hiyo station yenu naweza at least kufungua mahali kwa tumefungika akili kiasi. Na Mwenyezi Mungu awajalie. Na jambo linanisumbua kwa akili. Ndio. Nilikuwa nikifanya biashara fulani. Ndio. Sasa kuna watu kadhaa nilikuwa at least nina hela yao. Ndio. Sasa wakati nina front nawaambia sina hela, wananiwekea lawama. Je, itakuwa vipi pande ya kwangu? Sawa kabisa. Shukran sana. Nadhani Sheikh umelipata swali lake hapo. Naam, maana yake amefanywa kazi, amefanya kazi, kuna watu wana hela zao. Yeye kwa ukweli wake mwenyewe hana, lakini kwa upande wa pili muamini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza katika haki za wafanyikazi, kwa sababu ikiwa umefanyiwa kazi, maana yake Mtume anasema mlipe anayekufanyia kazi kabla jasho lake halijakauka. Kwa hivyo mpaka utawaajiri watu kibarua, ni kumaanisha umejipanga utawalipa vipi? Sasa ikiwa ukisema huna, je, pande yangu itakuwaje? Tafuta pesa za watu wape wenyewe. Tafuta kwa njia yoyote ile uhakikishe amana za wenyewe umezilipa. Na hawa ambao kwamba wanadai pia mfanyikazi anaangalia yule ambao kwamba amemfanyia kazi. Ikiwa kweli unaona hana, kweli imekuwa kwake ni uzito, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema man yassara ala musirin, yote ambao kwamba atamsahilishia yule mtu mwenye uzito, basi Mwenyezi Mungu naye atamsahilishia katika dunia na akhira. Ikiwa kuna uwezekano kumsahilishia kwa uzito huu ambao kwamba huyu bwana anao, kumaanisha umemwangalia hawezi kukulipa, hana, wala haimaanishi kwamba riziki yako itafungika, basi alhasil ni kwamba na wewe pia uangalie wepesi, usiangalie kumwekea uzito. Hasatan wakati watu wamekubaliana nifanyie kazi unilipe, basi shekhe tafuta walipe. Ikiwa huna kabisa, jua namna hata kuzungumza nao wale kufanyia kazi, ili waweze kuima wakungoje mpaka utakapopata walipe, au mtakavyoafikiana wewe na wao. Na labda kwenye ile hali ambayo ni mfanyikazi mmoja kwa mwenzake,
Sio bosi kwa mfanyikazi, mfanyikazi kwa mfanyikazi, kwa sababu watu kuna pali inafika wanasaidiana kidogo hela, sasa hapo inakuwaje? Yule jamani, amana ya mtu, amana. Ukitukua kitu cha mtu, hakikisha kitu hicho unakilipa kabla haijafika mahali uondoke duniani hapa. Mtume SAW asema nafsul mu'mini mu'allaqatun bidinihi hatta yuqda anhu, hakika nafsi ya mu'min, amali za mtu zitafungwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya deni. Hakuna kitu kwamba ni kikubwa zaidi ya deni. Deni litamfungia mtu mambo yake. Alhasil ni kwamba ukichukua kitu kwa mtu, fanya haraka kurudisha. Hata ndio bwana mmoja, kuna kisa cha chenye umeuliza hapo. Kuna bwana alikuja kwa shekhi, ama labda nyinyi wafanye kazi. Akaja akwambia, bwana, ndugu yangu, colleague, hebu nisaidie 500. Yule bwana akamwambia, mimi sina 500 na 250. Sasa akamwambia yule bwana, wacha basi nipo 250 kisha nitakudai 250. Sasa ishakuwa ni deni. Mimi nataka 500. Unakuwaje na 250? Kwa hivyo wewe nipatie 250, lakini 250 nitakudai. Yule jamaa akakaa kidogo kisha karudi tena. Akamwambia, sasa ile 250 vipi? Asi hii ilikuwa ni kukukopesha tu shekhe, ni kukusaidia kisha utarudisha. Lakini sasa imekuwa deni huyu. Sasa ile 250. Yule bwana akamwambia, kwa sababu sasa wewe kwanza hata hujanilipa zile 250 yangu. Kwa hivyo acha tu tukatane na hiyo 250 wengine tukao tumemaliza hivyo. Unaona, kuna watu ambao kwamba ni wazito maskini kutekeleza amana au kuchunga amana. Watu hawa ni wazito sana. Alhasil ni kwamba kweli tunaishi nao na tunakaa nao, lakini wakati mtu umempa amana, wewe ulipewa amana, hakikisha amana yenyewe unaichunga, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ndani ya Qur'ani, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu anawaamrisheni mutekeleze amana kwa wenyewe. Amana rudisha. Addi al-amana. Nimalize kwenye swala hilo. Mtume asema addi al-amanata ila man itamanaka wala takhun man khanak. Tekeleza amana kwa mtu aliyokuamini, wala usimfanyie khiana aliyokufanyia khiana. Mfano, shekhe, mimi unandai shilingi 100. Mfano, unandai shilingi 100. Alafu 100 hii mimi nimekaa nayo muda mrefu. Ni amana niko nayo, lazima nikupe mwenyewe. So hii amana yako mimi nikakaa nayo, imepita mwaka, kila ukinifuata nitakulipa bwana. Mambo ni mazito, nitakulipa bwana. Sasa ukapata bwana mmoja ambaye kwamba alikuwa ananitafuta lakini hakuniona, akakuona wewe. Akamwambia, bwana, mimi nina 100 hapa au nina 200 hizi za ule mahali. Hizi 200 wewe mpelekee. Kweli mimi nimekufanyia khiana kwa sababu tumeagana nitakulipa, sijakulipa na kukwepa. Alhasil ni kwamba wewe ukiipata sasa ile 200, kiubinadamu unafanya nini? So utakuta mtu unamkata juu kwa juu. Makosa katika dini, makosa. Wewe natakikana unipatie ile 200 kamili. Bwana, najua nakudai 100, lakini ninapewa 200 yako na fulani, shika mwenyewe. Kisha ichukua sasa, niambie shekhe, sasa ile 100 yangu vipi? Lakini usije na 100 ushachange 100. Unaambia, bwana, ninapewa 200 yako, 100 chukua 100 ile nishakata juu kwa juu. Hapana, la takhun, usimfanyie khiana aliyekufanyia khiana, maana usilipe ubaya kwa ubaya. Kweli kabisa. Na kuna swala ambalo labda mtu labda ameomba pesa ama amefanyiwa kitu, amepewa kitu. Unajua, wakati huo akipewa alikuwa anatarajia kuwa na uwezo wa kukipata kwa muda fulani, lakini ikifika muda huo hajapata. Je, muda anaweza kuongezeka ama itakuwaje kuhusiana na masuala ya muda? Ule muda ambao tutafikiana. Masala ya amana ni masala makubwa na masala mapana. Ikiwa tumeafikiana na wewe, bwana, nipatie kitu fulani na siku fulani kitu hichi nitakurudishia. Ikifika ile siku kile kitu wewe huna, wewe uungwana wako na dini inavyokutaka ni urudi kwa yule bwana. Umwambie, bwana, leo ndio ile siku ambapo kwamba alikuwa tumeagana nikupe kitu chako. Lakini kiukweli bwana, sasa hivi mimi sijapata. Kwa hivyo inshallah nakuomba tena uniongezee muda. Lakini usihepe ukamzimia mtu na simu, ama kupigia wamkatia, ama akupigia hushiki kabisa. Nini? Kwa sababu mimi na amana yake yule jamaa. Kwanza utakuwa umemdanganya, tena umemfanyia khiana. Sasa madhambi mawili wewe unabeba. Nenda kwake, afikiana na yeye, akikubali kwamba bwana, nitakungojea mpaka siku fulani, utakuwa umepata inshallah. Basi alhamdulillah, muende na ule muda. Lakini ule muda kama wapita na bado hujapata, ni lazima urudi kwa ule mtu ili muafikiane vile utakavyomrudishia amana. Je, huyo mtu ambaye anakudai na muda hujafikia, je, ana haki ya kukatani kuambia hapana bana,
nitafutie, yani ana lazima ya wewe kumpa kitu kwa muda ambao mlikuwa mmeagana. Turudi pale sasa kwenye hadithi ya Mtume akisema man yassara ala mu'sir, ukamwona mtu ana uzito na wewe ukamsahilishia. Uislamu si kuwekeana uzito. Uislamu ni kuwekeana wepesi. Wala ile amana ambayo kwamba ana yeye haijakufungia chochote katika riziki zako wala katika mambo yako kuendelea. Hajafunga lolote. Kitu muhimu tu ni yule atekeleze ahadi. Akitekeleza ahadi ni thawabu kwake pia. Na wewe nawe mwenye kudai hicho kitu, ikiwa na wewe utamrahisishia yule bwana, na wewe pia ni faida kwako. Kwa hivyo kwa njia zote zile, mwenye kudai na mwenye kudaiwa, mwenye kupeana amana na mwenye kupewa amana, nyote mchungane. Na wewe kama unayo usifanye uzito kurudisha amana kwa sababu mwenzako amejifunga akakupa, basi na wewe ujifunge ulipe. Naam. Shukran sana. Kumbuka tu msikilizaji, ni kupitia 0727444454 au 0738648881. Unaweza kunipigia simu wakati wowote kuanzia sasa, ama pia kutuma ujumbe iwapo utakuwa na swali lolote ambalo linafungamana na mada ya siku ya leo, ya mambo ambayo ukiyafanya madhara yake yanakurudia wewe mwenyewe. Na kabla Sheikh hujaendelea, kuna hili swala la dhulma ambalo uliongelelea. Je, kuna uwezekano mtu akamfanyia mwenzake dhulma na yeye mwenyewe asijue? Tayeb, dhulma iko sampuli nyingi. Ndio. Kwa sababu kuna dhulma ya kutukua kitu cha mtu. Hiyo umemdhulumu yule mtu. Au kuna sengine dhulma kwamba umekatalia haki ya mtu. Ndio. Sijatukua kitu chako, lakini mimi nilikuwa na kitu chako nikupe. Lakini shekhe nikakurusha hivyo. Na nikaja kwako, bwana wewe una amana yangu bwana, kuna siku fulani mimi sijui hata kuna mali tumeonana na wewe na unajua wazi kabisa ninayo. Ndio. Ni dhulma pia hiyo. Au kuingilia katika cheo cha mtu ni dhulma pia. Nikae chini mimi kazi yangu kuzungumzia utenda kazi wako, na ni dhulma. Ni kutuka katika cheo cha mtu ni moja katika madhambi pia ambayo si madogo. Kwa hivyo kitu muhimu ni kwamba ikiwa ni anwai za dhulma ziko sampuli mbali. Hata ule unyanyasaji, tasema pia huyo ana dhulma. Ile kumuingilia mke kwa lazima umemdhulumu. Kwa hivyo dhulma manake ni kulazimisha kufanyika kitu kwa njia kwamba sio. Dhulma. Kulazimisha kitu kiwe kwa njia ambayo sio, umemdhulumu, utakuwa umedhulumu mtu. Kwa hivyo hata unasikia dhulma ya kimapenzi. Dhulma ya kimapenzi kwa nini? Kwa sababu yule amemnyanyasa yule mwingine. Hakutaka maskini, yeye akamuingilia hivyo. Na hapa kuna tanbihi kidogo. Utakuta saa nyingine kwa swala la kina mama hawa. Ndio. Wake wengi au wanawake wengi wa halali, waume zao wanawadhulumu sana, lakini hawawezi kusema. Ukitoka ndani ya nyumba, ukikosa kumwachia kitu yule mama umemdhulumu, unamdhulumu yule mama. Akifika mahali ataka haki yake usimpe, umemdhulumu. Kwa hivyo dhulma ziko nyingi. Kwa hivyo kina mama wale ambao wameolewa kwa nyumba za hali wanadhulumiwa vipi? Mara mingi wazee. Sheikh ushaoa? Bado. Lakini wale waliooa. Saa nyingine nafika mahali pengine unataka haki yako kwa mama. Na ulimkataza 100 asubuhi. Sasa yeye akachukua advantage ile kukunyima haki yako. Wewe ukasema bwana, mtu kitu chake hapewi, achukua tu. Ukamwingilia yule mama kwa lazima umemdhulumu Sheikh. Umemdhulumu. Lakini yule mama atakwenda kuripoti wapi? Kwa hivyo wengi hawasemi maskini, lakini mambo yanatendeka. Kwa hivyo dhulma ya aina yoyote, iwe ni dhulma ya dhahir, dhulma batin, dhulma ndogo, dhulma kubwa, yote nakatazwa katika sheria. Usijaribu kudhulumu mtu kwa njia yote. Tanamu ainaka wal madhlumu muntabihu, macho yako yatakuwa yanakwenda kulala usiku, yule aliyedhulumiwa maskini yuko macho, yad'u alayka, na kuwapiza. Wa ainullahi lam tanami, na jicho la Mungu halilali. Lakini aliyedhulumiwa, sasa sikiza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ikiwa mtu amekudhulumu ukarudi kwa Mwenyezi Mungu ukamuomba, Allah Subhanahu wa Ta'ala anachukua ahadi, la ansurannaka walau ba'da hin. Uliyedhulumiwa usitie shaka, mimi nitakupa nusura yangu hata kama ni kwa muda mrefu. Wewe tulia tu. Ndio Waswahili wasema malipo ni hapa duniani, kule akhira wanasema ni hisabu. Kule ni hisabu. Kwa hivyo hasa usijaribu kudhulumu mtu hata kwa kitu kidogo.
Aha, kweli kabisa. Kumbuka tu msikilizaji, kupitia 0727444454 au 0738648881 0727444454 ama 0738648881. Unaweza kuuliza swali lolote, pia tuko mubashara kupitia mtandao wa YouTube @Iqra FM 95.0. Unaweza kuuliza swali lolote kwa Sheikh wetu wa siku ya leo, Sheikh Juma Salim, na pia swali lako tutakuwa tukilipata. Na bado tukibaki hapo kwenye swala la dhulma kidogo, Sheikh wangu, tunajua kwamba kati ya zile dua ambazo tunaambiwa ni mustajaba, kuna dua ya aliyedhulumiwa, tunaambiwa hiyo inaenda direct kabisa. Sasa kuna mtu labda ameomba, amedhulumiwa. Je, hii dhulma labda itaondoka kivipi? Yani itakuwa labda akipata haki yake ndo ile dua labda alimwombea mwenzake inatoka ama inakuwaje? Tayeb. Wakati mtu afike mahali ni kwamba sasa ameinua mikono kuomba, ndio ni kumaanisha aliyemdhulumu hataki kumrudisha haki yake. Ndio. Hataki na hataki. So ukifikia hadi kwamba umeomba Mungu, sasa Sheikh, mambo ya kesi imeishia hapo. Ndio. Kwa sababu utaomba Mungu, na wengine wakidhulumiwa saa nyingine katika dua zao huwa ni kuwapiza. Ndio, ndio. Mwenyezi Mungu mtengeneze ule, Mwenyezi Mungu mvunjie nini, mvunje miguu, mtoboe macho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwadilifu. Kwa hivyo wewe umedhulumiwa labda kitu kidogo, Ndio. lakini lile apizo, lile dua lako uliomba kwa mtu limepita kiasi hata kwa kile ambacho kwamba umemwapiza nacho. Ndio. Wengine utaapiza mtu pengine afe kabisa. Rabbi malize huyo jamaa, nichukulia 100,000 mimi anirudisha nyuma. Ya Rabbi maliza yeye. Nafsi yake, nafsi ya mtu na 100,000, Sheikh, hazilingani mbingu na ardhi. Kwa hivyo wewe katika kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi mimi nimedhulumiwa, fulani amenidhulumu, na Mwenyezi Mungu unajua nawe ni wa haki, wa anta ahkamul hakimin, ya Rabbi wewe nilipie kwa njia ambayo wewe mwenyewe unajua. Basi alafu unaachana nayo. Maana yake ikifika mahali ni kuomba dua, maana yake ile mambo ya kufuatilia utaachana, utashika shughuli yako sasa. Sasa umemwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi wewe mwenyewe sasa mfanye vile wewe mwenyewe inastahili kwa yeye. Lakini isiwe ni kuwapizana. Aha, kwa hivyo manake kuna watu wengi wanasema bana nimekuachia Mungu. Na hiyo ni laana kubwa. Hiyo swala, una wewe Muislamu au wewe uliochukua haki ya mtu akwambia nakuachia Mungu, wewe mwambia kwenda, wewe unaachia Mungu, hata wewe nakuachia Mungu. Mtu akwambia nakuachia Mungu ni jambo kubwa kwa mtu mwenye imani. Maana yake Mwenyezi Mungu anaweza kukufanya nini? Allah anaweza kukufanya nini? Kwa hivyo kitu muhimu ni una kitu cha mtu rudisha kwa mwenyewe kabla uondoke. Na ndio unaona jeneza, mtu akishafariki, jeneza limewekwa, kitu ambacho Mtume anahimiza sallallahu alaihi wasallam nini? Iulizwe huyu fulani kama ana amana ya wenyewe anayo, basi familia yake wabebe dhima. Ndio familia pale wanasimama wanasema sitabeba. Ndio unaona katika vita vya Uhud, Jabir ibn Abdullah, baba yake anaitwa Abdullah ibn Amri ibn Haram. Huyu bwana wakati anakwenda katika vita vya Uhud vilipiganwa mwaka wa 3 Hijiria. Kitu kikubwa alichokumbuka katika akili yake huyu mzee, mpaka akamuita mtoto wake Jabir, akamwambia Jabir, njoo hapa. Kijana wangu, mimi kesho tuenda kwenye vita. Na mimi sioni nikirudi. Huko kwenye vita nikienda sioni nikirudi. Lakini mimi ninakuita hapa, nataka kukuambia kitu. Mimi nina madeni. Fulani anidai, fulani ni ana amana za watu, ya yule. Hakikisha umerudisha vitu vya wenyewe. Na kijana kwa sababu ni mtuifu, ni mtu anajua haki ya wazazi, anajua nini afanyie wazazi, alichukua ala aini wa ras. Anambia baba, mimi nimebeba hiyo. Bora umeniambia hiyo. Vijana wa sasa umeitwa na babako, awe anakufa awe hafi, akwambie bwana mimi nina madeni mahali nilipie. Ambaye mzee ulipochukua tulishare. Unaona? Lakini unaona wale wenye kutekeleza tuseme ihsani kwa wazazi wao, mtu ni kitu, nikibeba mzigo wa mzee, mimi mzee anibebea mizigo mingapi? Kwa hivyo yule mzee kitu kwamba kilimtia hofu zaidi ni ile amana za wenyewe. Ndugu yangu, mtoto wangu utarudisha hapa. Kama vile Mtume mpiga mfano hapa, kumwacha Saidna Ali akamwambia rudisha amana za Mtume kwa uaminifu wake, mpaka wale makufari walikuwa wanaleta amana zao kwake, mpaka wakamuita as-sadiqu al-amin. Wewe Mtume, wewe ni mkweli Muhammad, tena wewe ni muaminifu. Hata hatukuamini, lakini kwa uaminifu wewe mashallah.
na hivyo Muislamu ndio atakana ajipambe na sifa kama hizo. Aha, kweli kabisa. Na hapo umetaja masuala ya mtu kulipia. Je, iwapo umekwama au una ugonjwa uko tu katika hali yako ya sawa lakini kidogo kiuwezo ni hafifu. Je, mtu mwingine anaweza kulipia labda deni lako? Tena vizuri. Tena vizuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna wakati ambao kwamba alisema maneno haya. Ndio. Na haya yanatia moyo sana kwa mtu yoyote mwenye uwezo. Tafuta mtu alielemewa mahali, msimamie kitu. Mwenyezi Mungu ndiye atakusimamia mambo yako. Akasema yoyote ambaye kwamba ameacha mali, man taraka malan faliwarasatihi, yoyote ambaye kwamba atawacha mali, mali ile ni ya watu wake wanaomrithi. Lakini wa man taraka daynan fa alayhi, yoyote ambaye kwamba atakuwa na deni, hilo nitalilipa mimi. Sallallahu alaihi wasallam. So mtume alibeba mizigo ya watu. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani akisema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alayhi ma anittum, manake anakuwa na dhiki mtume sallallahu alaihi wasallam wakati kuna mtu ana dhiki. Sisi tukidhikika mtume naye anasikia dhiki. Naam, kweli kabisa. Acha tupokee simu moja hapa. Iqra FM, halo. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna mahali I think shaka kuweza kunipata vyema. Ndio. Nilikuwa nimesema ni mtu nilikuwa na hela ya kwake. Ndio. After kumfuata yeye aliniweka alama, akaniambia kumfuata nimwambie aniongeze muda kumtafutia hiyo hela. Yeye aliniweka alama, akaniambia hiyo pesa hamna vile itajanisaidia, yani sitaje ya kunisaidia kwa maisha yangu. So mimi nilikuwa nimemwelekea kumwambia ndampelekea ile wakati ndapata, lakini sasa yeye akatamka kuniambia hamna siku ndajisaidia kwa maisha yangu. Sasa hapo ndio hiyo kitu kwa leo inanitianga wasiwasi sana na kulua. Hapo naweza fanya vipi kwa upande ya kwangu? Wewe mwenyewe ulirudisha hiyo pesa? Nilimwambia ndampelekea. Yeye mwenyewe akaniambia ataki na hamna siku ndaja kujisaidia. Sasa yeye aliniwekea lawama kitu sijaelewa mpaka wa leo. Kwa hivyo hujalipa na yeye mwenyewe alikataa? Na yeye mwenyewe alikataa. Sawa kabisa. Shukrani. Ndugu yangu, tafuta njia vile hii amana yake itamfikia mwenyewe kwa njia yoyote. Sasa mwenyewe sababu ni amana. Yeye mwenyewe anakataa, lakini ziko njia Sheikh. Ziko njia, kuna watu wako karibu naye, iko bibi yake, iko watoto wake, iko rafiki zake, iko watu wake wa kazi, iko kwa sababu hii si yako. Ukisema madamu umekataa, acha mimi nitandike tu, shida yako. Ni amana ile. Ni amana yake. So, fanya bidii vile itafanya nini? Vile itamfikia mwenyewe. Swala la kwamba hatukusaidia tena, kwa sababu hilo ndio limemtia hofu huyu jamaa. Hilo limemtia tabu sana. Kwamba sasa huyu jamaa hatunsaidia tena itakuwaje? Sheikh ukitaka msaada, ataka msaada kwa Allah. Yule ni asbabu tu. Yule ilikuwa sababu, hiyo pesa kama ni amana lazima itakufikia kwako. Lakini wewe mwenyewe tafuta asbabu zote za kujisaidia wewe mwenyewe na wewe usaidie wengine. Lakini usiloke akili yako kwamba lazima ujamani na amana ya wenyewe mrudishie, aitake asiitake. Kwa sababu lao atakataa, je, ina maana kwamba ile amana si yake tena? Ni yake tu, na amekataa kwa sababu ya hasira. Bwana amempitishia muda. Si ndio amesema mwenyewe? Amempitishia muda na hakumpitishia kutaka kwake, ni kwamba amekosa. Lakini yule jamaa hakuelewa yeye. Kwa hivyo hapa hakuna muafaka kati yake yeye na yule ambaye kwamba ana amana yake. Unaona? Sasa ule muafaka ulipokosekana ndio balaika ingia. Lakini atafute vile atamrudishia amana yake kwa njia yoyote ili imtoke mkononi hata yeye. Atamsaidia, asipomsaidia Allah yuko. Allah yuko. Sawa kabisa. Naona kwa sasa tumezungumzia sana kuhusiana na masuala ya dhulma na kuvunja ahadi. Labda kidogo ungegusia hili swala la vitimbi. Kwa sababu hapo kwenye vitimbi kidogo tunahitaji tu maelezo kidogo. Unaangalia hili swala la vitimbi tunalo kila siku. Tumesema vitimbi maana yake nini? Tulizungumza kwa urefu kidogo taarifu ya makri. Makri الكيد إرادة متضمنة لاستتار ما يراد عما يراد به. Maana tumesema ni kwa lugha ya vijana sema kufichia mtu white. Unaona? Tunazungumza na wewe hapa na kuonesha sura nyingine, lakini mimi
na ajenda nyingine tofauti. Hivi ndio vinaitwa vitimbi. Unaona? Hata Mwenyezi Mungu amezungumzia ndani ya Qur'ani swala hili. Anasema wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Maana wao wanafanya vitimbi na Mwenyezi Mungu anawalipa kwa vitimbi vyao. Si kwamba Mwenyezi Mungu yeye pia ana vitimbi. Mwenyezi Mungu anawalipa kwa vile vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin. Na kama kuna mwenye kulipa vizuri wewe ukifanya vituko ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona? Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Wao walimfanyia vitimbi mtume, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawalipa kwa vitimbi vyao. Kwa hivyo vitimbi tumesema nini? Ni kutoa kwenye sura kitu ambacho kwamba si hakika. Si hakika. Maana wewe umeficha kitu ambacho kwamba si kile unachokidhihirisha nje. Ndio kwa maana nyingine inaitwa al-ihtiyal au khadi'a. Ni kama aina moja ya udanganyifu. Ndio. Ni kama aina moja ya hata saa nyingine swala la vitimbi, saa nyingine huenda mfano mwanamke. Ndio. Tuko Ramadhani, utakuta watu wamefunga, lakini tuko kazini hapa. Utakuta saa nyingine huyu anapita huku mara amekuwa tekfuazi, mara anapita huku mara amekaba, huyu anapita huku. Sasa ana mambo ambavyo ni kama vishawishi anakushawishi, lakini anakudhihirishia hapa nje kitu tofauti na kile kiko ndani yake. Kukuhuri pia hiyo nayo huitwa vitimbi. Sema jamaa ana vitimbi sana. Au mtu ana mambo sana. Mambo ambayo kwamba si la yuhmadu kubahu. Mambo yale hayapendezi. Tasema pia huyu jamaa na vitimbi. Huyu jamaa pia ana vitimbi kweli huyu. Unaona? Au saa nyingine neno vitimbi inaweza kuwa kwa maana ya kuchimba wengine. Huyu jamaa ana vitimbi kweli. Maana yake yeye ni kuchochea pale. Unaona? Na huku mkionana yeye ana sura nyingine. Ako kama si yeye hivi. Lakini yeye ndo amechoma pande nyingine. Huyu jamaa pia ana vitimbi pia. Na pia huyu ana vitimbi. Kwa hivyo na Mtume sallam akasema al-makru wal khadi'atu fi an-nar. Mtu akiwa na sifa ya vitimbi basi na udanganyifu, hiyo ni sifa ya watu wa motoni. Na vitimbi ni sawa na fitna ama inakuwaje? Inakaribiana. Kwa maana zinakaribiana. Na labda hivi vitimbi labda kuna hukumu gani ambayo imeambatana na vitimbi? Hukumu ambayo imeambatana na vitimbi labda kwa yule ambaye anafanya vitimbi. Itakuwa jamaa hivi vitimbi umefanyia mtu vitimbi, sasa inakuaje? Mwenyewe umegundua labda toba itakuwa sawa ama itakuwa itarejea mpaka umwambie utakaye mfanyia vitimbi, kwa sababu ni wewe umemfitinisha yeye, ni wewe umemchimba yeye. Sasa kwa sharti urudi kwake. Moja katika zile sharti za tauba, ikiwa dhambi mtu amelifanya ni makosa kati yako wewe na mtu, lazima urudi kwa yule mtu kwanza umtake msamaha. Je, sasa mfano uliyemchimba, uliyemfanyia vitimbi akakwambia mimi sikusamehe. Kwa sababu nilikuwa nasikia maneno, kumbe wewe ndio umetoa maneno. Lakini nakuja ndugu yangu, nataka mimi unisamehe. Sikusamehe fi dunia na akhirah. Wewe umesameheka mbele ya Allah. Bora umeomba msamaha na umemueleza yule jamaa lililojiri. Sasa wewe rudi kwa Allah, taka msamaha. Taka msamaha tu na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Lakini na wewe mwenye kubainishiwa jambo hili na huu bwana na roho safi akaja kwako, basi inna Allaha afuwwun yuhibbul afwa. Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na anapenda msamaha. Madamu mtu amekwambia nisamehe, msamehe. Msamehe tu. Kwa sababu nini? Huyu bwana ukisema makri mimi simwambii, wacha tu ikae hivyo. Mtume asema mwenye vitimbi mahali pake pana mstahili ni motoni. Kabisa. Kweli kabisa. Naona hapa kuna swali ambalo linaturudisha kwenye masuala ya dhulma. Inaulizwa kwamba ni pesa tu ama ni material wealth, yani vitu vya haswa, yani si pesa. Iwapo tuseme umemwomba mtu kitu cha kawaida kama wheelbarrow, umeenda umemwomba imevunjika, inaingia kwa vitu vyote. Amana ni amana. Hata iwe ndururu, hata iwe sufuria, hata iwe ni kanzu, ni amana amekupatia. Lazima urudishe kwake. Na ikiwa mfano umesema wheelbarrow limevunjika, imechomeka na pale, ni lazima kwako wewe, wala usifiche yule jamaa aje agundue. Wakati mwingine akija labda kufuata umemchomea kanzu. Bwana nilikupa kanzu yangu nzima lakini naona kama umeichoma. Sema wallahi wewe ndio umeichoma. Kwangu imetoka ikiwa salama. Kama ni wheelbarrow labda pengine kuna mahali kwa lavunjika. Umeficha umerudisha. Wakishika mkono umetoka usema mimi nilirudisha likiwa sawa. Kwa hivyo nyinyi wenyewe ndio mmeharibu.
hiyo ni khiana, hiyo ni khiana. Mtu amekupa amana yake, labda pengine kitu kimeharibika, rudi kwake mwambie. Ndio. Ndugu yangu, kitu chako kweli nakurudishia, unipa kizima, lakini hapo mkono labda atakwambia nenda kachome, kuchoma shilingi 20 30. Urudisha, au akwambie acha mimi nitatengeza haina neno, haina neno. Lakini usijaribu kufanya khiana katika swala hilo. Kweli kabisa. Shukrani sana. Naona muda unakatika hapa ndani ya 95.0. Labda tukimalizia kipindi hiki siku ya leo, Sheikh Juma Salim, ningeomba tu kwa hisani yako leo utupe ushauri, ikiwa ni tarehe 18 Ramadhani mwaka 1446. Labda ushauri gani ambao unaona kwamba ungefaa kwa wasikilizaji siku ya leo? Katika ushauri kwa haya ambao kwamba tumeyazungumza, kwanza ni kwamba ni sifa kwamba atakana Muislamu asiwe nazo hata kidogo. Khiana, maana yake tuchunge amana. Tukasema kuvunja ahadi, maana yake tuwe waaminifu katika ahadi na wenye kutekeleza ahadi. Tukasema masala ya vitimbi, maana yake tusiwe ni watu wa vitimbi. Na ndani ya Ramadhani, ikiwa Ramadhani inaenda kumalizika, Ramadhani ndio hiyo inaenda kuaga, 10 la mwisho ndio hilo linakuja. Ramadhani ni amekisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ni siku za kuhesabika. Kama bado hujajitahidi, jitahidi. Na kama bado ndio uvivu unaanza kuingia, sasa hivi ndio atakana ukaze kamba kweli, hapana mchezo. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ya thamani hapa mbele, kwa sababu kila kitu huangaliwa pale mwisho. Kweli. Kila kitu kinaangaliwa mwisho. Mwisho ukifaulu, Sheikh, hata mwanzo kama boronga basi kule mbele huwa kidogo sahali. Napiga mfano sana kwa mtu mkimbiaji. Tukaanza mbio Sheikh, tukimbia raundi 3 peke yake. Lakini wewe Sheikh, raundi ya kwanza ukawa wa kwanza. 10 la kwanza mashallah, ibada, tarawih ya Qur'ani, dhikri, number 1 wewe umeshinda. 10 la pili Sheikh vile vile. Lakini mimi nikaja 10 la 3 sasa. Ama nikaja kuanzia leo sasa kwenda mbele. Nikasema sasa mimi sirudi nyuma, madamu nimesikia maneno mazuri tu, wacha nianze na mimi kujikaza. Ili sirudi nyuma. Nikajikaza hapa Sheikh, ikifika mwisho mimi nimepata paka Lailatul Qadr. Wewe kafika hapa mwisho, wewe karudi nyuma, ukaanza kulala nyumbani, nini Qur'ani usomi tena. Ramadhani imeenda hii imeenda. Sasa ikawa wewe ni kushughulika tu mambo za fitri, kuangalia nguo zaidi, Ramadhani haijaisha. Mtume ikifika siku kama hizi, ukiangalia Mtume katika 10 lake la ile mwaka wake wa mwisho, mwaka wa 9 kufunga Ramadhani, Mtume alikaa siku 20 itikafu, 20 days. Sasa na sisi wakati tunapokwenda insha Allah Taala kwenye hizo itikafu, insha Allah tuzikaeni vizuri vile alivyofundisha Mtume sallama. Ukitoka ni kwa dharura, si kijana unaenda na laptop, unaenda na simu na TikTok, unafanya nini na huko ndani ya itikafu. Hapana. Insha Allah ili Ramadhani ikienda kuisha, iishe vizuri, ikiwa Mwenyezi Mungu atatufikia kuimaliza. Ikiwa hutoimaliza, lakini at least mwanzo wako pia unakuwa ni mzuri zaidi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wangu, ningependa kukuachilia uende, lakini swali limeingia dakika ya mwisho. Anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, mke kumwambia mumewe kuwa hayuko radhi na yeye iko sawa kidini? Mume amwambie mke kumwambia mumewe siko radhi na wewe, ni sawa kidini? Swala hili yategemea huyu mwanamke anamwambia huyu mwanaume hayuko radhi na yeye kwa lipi. Hayuko radhi na yeye labda kwa sababu haswali. Hayuko radhi na yeye labda pengine kwa yale mabaya anayoyafanya. Sasa inategemea hii radhi yake ni radhi ya nini. Hayuko radhi na yeye kwa lipi? Manake unaona, kwa sababu mke na mume mpaka waridhiane, tukae mimi nikuridhie, wewe uniridhie. Lakini ikifika mahali ni kwamba pengine kuna kitendo kibaya, ni kile kitendo peke yake ndio huko radhi nacho, na lau atachange itarudi vizuri. Na mwanamke ikifika mahali ni kwamba hamtaki mwanaume, hataki tena yule mwanamume, wasikae pamoja tena. Sheria wasikae pamoja tena, hamtaki ya kweli, wacha ile ya kusema sikutaki, mimi niache, mimi kufanyaje, waacha hiyo. Lakini ile kwamba sasa amekuja sikutaki, sina haja na wewe, na anarudia maneno, ukimwangalia yuko serious kabisa. Shekhe, usitafute balaa akaenda kuzini akakuletea watoto si wako. Usitafute balaa, siku hizi watu kila taarifa ukiangalia mara huyu ameua huyu, amenyonga huyu. Isifike hapo. Dini imetolea suluhisho. Ikifika mahali hamwezani, hamridhiani, kila mtu njia zake. Kweli kabisa. Acha tupokee simu moja ya mwisho alafu tumalize kipindi. Iqra FM, halo.
Halo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bin Juma, karibu sana. Nashukuru alhamdulillah. Nashukuru tena Sheikh wetu tena tukutana tena. Ndio. Lazima tujazie kheri. Na tuzidishie vifua vyetu vibebe elimu pia. Ndio. Alhamdulillah. Nilikuwa nauliza Sheikh kwa vile anazungumzia masuala ya vitimbi. Ndio. Kwa sababu wanadamu leo wana vitimbi vingi sana. Kweli. Na utakuta mtu anaweza kuwa yataka kuja kuchukua deni kwako. Ndio. Lakini kwa nia yake ameshatia kwa hata kulipa. Ndio. Na kisha wewe umemkopesha na amekwenda na deni lako. Lakini yeye mwenyewe amejua kwa nia yake kwa hakulipi. Je, huyu mtu anaingia katika fungo la kuwa yeye ni mwizi? Swali langu hiyo moja. Alafu ya pili ni kuwa umemkopesha mtu ni mapeni. Alafu yule mtu akona nia ya kukulipa. Lakini hajapata ile wakati ya kuweza kupata ile mapeni kukulipa wewe. Kisha na wewe pia ukawa na subra naye. Je, wewe ambaye ulimkopesha unapata thawabu kutokamana na ile subra yako kumsubiria huyu bwana kiasi ya kuwa hajakulipa? Na kwa huyu bwana akiwa anakuona yuko kukimbia na ukagundua hilo. Sasa wewe kile ukiwa unamjua yeye anaenda msikiti fulani, wewe unaepuka ile msikiti na kwenda msikiti mwingine kwa sababu hutaki kumtia shauku ya kwa awe na wasiwasi. Je, wewe unapata thawabu katika njia hii? Shukran sana Bin Juma. Nadhani Sheikh wetu kwa dakika kidogo tu labda ungemjibu maswali haya yake mawili. La kwanza ni kwamba labda pengine mtu ana deni lake, sio anakuja anakukopa na yeye mwenyewe ana nia kabisa. Ana nia ya kwamba hatakulipa. Je, ni mwizi? Je ni mwizi? Atahesabiwa je ni mwizi? Waislamu nataka tuwe na husnul dhann. So wakati mtu anapokuja yule bwana kwa sababu sasa kumhukumu utamhukumu nia ya mtu. Nia ni masuala ya qalbi. Ndio. Wewe ukimkopesha unatarajia afanye nini? Alipe. Je, yule aliyokukopa sasa yeye ni ndani yake amekopa akitia nia kwamba yule si mlipo, hata anipe mimi nzitandike ndani hivyo. Ndio. Je, ni mwizi? Amekuibia huyu. Ndio. Huyu amekuibia kwa sababu na amekufanyia khiana kwa sababu ile wakati mnapeana ile ni amana wampa. Kwa hivyo yeye anaitwa khain, amekukhini katika amana. Ndio. Amekukhini katika amana. Haya, swali ya pili ikawa ni ile yani wewe mwenyewe ndio umekopeshana, alafu unakuwa na ile subra na mtu. Umefika muda wa kulipa, wewe uko na subra, je ina thawabu? Mashaallah, wewe utapata thawabu yategemea na nia yako. Innamal a'malu binniyat. Si kwamba mimi ni uchungu nao yule jamaa vile hanlipi, hujatia nia yote. Nia ni kwamba mimi nitampa nafasi yake. Ndio maana huyu bwana asema itafika mahali paka ni msikiti yule swali hata kwenda kuswali msikiti. Ndio ampe tu ile kwa sababu yule ashamuona vile yule jamaa anamhepa, amemtia dhiki. Sasa akaona la kufanya kabisa, huyu jamaa achampe ampe time yake. Yeye atapata thawabu kwa hilo. Kwa nini? Kwa sababu yeye anamrahisishia yule ili kwa njia ya kwamba na yeye atafute ili alipe. Na ikiwezekana kabisa aendelee hivyo mpaka ifike mahali aseme mimi nimemsamehe. Kabisa amwachie kabisa. Kwa sababu anaona sasa yule bwana ana uzito. Shukran sana. Natumai Bin Juma atakuwa amefaidika na maswali hayo. Shukran sana Sheikh wetu Sheikh Juma Salim kwa kutenga muda wako ili uweze kuja hapa kutuelimisha kuhusiana na mada ya leo, na shukran sana kwa wewe msikilizaji kwa kuweza kutegea kipindi cha siku ya leo cha Tende ya Ramadhan. Kumbuka tu kipindi hiki kitakuwa kikujia tena siku ya kesho, kwa hivyo usikose kutegea ili uweze kufaidika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi nimekuwa mwendesha kipindi wako Abdul Hamid Suleiman. Hadi siku ya kesho, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our aims and gain reward in all we do. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana. Ramadan is a period for seeking forgiveness for the sins we have committed.